katika safari ya uongozi mgumu kabisa kuliko wote ni uongozi binafsi, kwa sababu uongozi huu wa nje ni matokeo ya uongozi wa ndani. Kwa hiyo kiini cha uongozi ni kutokea ndani kwanza, kwa sababu hauwezi ukatoa kitu ambacho hauna. Huwezi ukawa huku nje zaidi ambavyo ulivyo ndani. Kwa hivyo uongozi unaanza kwanza uwezo ule wa kuhukumu hisia zako, uwezo wa kuhukumu mawazo yako, uwezo wa kuhukumu vitendo vyako. Ndio tunasema kiwango cha juu sana cha self awareness, ambacho pia ndio msingi wa uongozi thabiti. Kwa mfano, unaanza na hisia zako. Kwa nini ninawaza namna hivi siku hizi za leo? Kuanzia asubuhi mpaka jioni, hisia zangu ni hisia ambazo sio chanya, ni hisia hasi. Kwa nini namfikiria huyu mtu katika huu muktadha? Navyofikiri hivi ni tofauti na matakwa ya Mola, ni tofauti na jamii iliyostaarabika. Sasa unahukumu zile hisia zako. Kwa nini namfikiria mtu fulani zaidi siku hizi za karibuni? Kwa nini unaanza kuyahukumu maneno yako? Kwa nini maneno yangu yanakuwa hivi wakati huu? Yanakuwa yana ghadhabu, yanakuwa na hasira, yanakuwa hayatoki katika hali ya utulivu. Kwa hiyo unahukumu yale maneno yako mwenyewe, na sentensi zako mwenyewe unazipima. Kwa hivyo huo ni uwezo wa juu sana wa uongozi, self awareness. Unahukumu mpaka ile tone, ile sauti ambayo inaambatana na ujumbe unaotoa. Kwa nini kauli yangu inakuwa ina ghadhabu, ina moto ndani yake? Inakuwa ina moto ndani yake. Unasema, Joram, nazungumza kitu gani? Halafu unahukumu vitendo vyako. Kwa nini nilifanya jambo lile jana? Na self awareness inaenda mbali, kujitambua zaidi kunaenda mbali na kuchukua pia na kuchukua hatua juu ya kile ambacho umekifanya. Basi kwa sababu sasa umeyaweka matendo yako katika msalaba na una uwezo wa kuyahukumu. Kwa hivyo tunasema unajitambua wewe kwa maki na uketo, na hivyo unaweza kujimudu kwa maki na uketo. Unasema, Joram, nazungumza kitu gani? Nakueleza. Kwa hiyo ukisha kujitambua, unajua jana nilimwambia fulani maneno yasiyokuwa na uungwana ndani yake, na mimi ninafahamu ukarimu ni nguzo, hivyo nitachukua hatua kwenda kumweleza. Na unamwendea fulani, unamwambia, jana nilitamka maneno haya mbele za watu, na kwa kweli nilikuadhiri na nilikushushia utu wako, na nimefikiri sikukutendea vilivyo haki. Nilikuwa mbinafsi na nilikosa ungwana. Chonde, naomba uniwie radhi, naomba unisamehe. Najutia juu ya maneno niliyoyatamka siku ya jana. Unaona, hapo umehukumu vitendo vyako, umehukumu maneno yako na hisia zako, ukajua kwamba zilikuwa ziko sahihi. Sasa unachukua hatua na kwenda kutafuta upatanisho, reconciliation. Hasa hiyo aina kubwa sana ya uongozi. Kwa hiyo personal leadership is the bedrock of public leadership. The good influence. Kwa hiyo tunasema leadership is influence, lakini that kind of influence has to be reflected from the inside. Unaona? Kwa hiyo unasema what we do flows out of who we are. Kwa kile tunachokifanya, tunachokitenda kinatiririka kutoka namna ambavyo tulivyo ndani yetu. Kwa hivyo watu wanapata matokeo ya kile ambacho tulivyo ndani yetu, na sisi tupata matokeo ya kile tulivyo ndani yetu. Kwa maana kwamba hatupati tunavyovitaka, ila tunapata namna tulivyo kutokea ndani. Hapa nazungumza mambo ya personal leadership, uongozi binafsi. Na ndio maana hata zamani katika utawala ule wa Warumi, Roman Empire, walikuwa wanafanya jitihada kuwakumbusha watu juu ya humility, juu ya to remain grounded, uungwana, uvumilivu, kujipandisha juu kama sehemu ya uongozi. Kwa hiyo hata ulikuwa ukishinda vita, ama ulikuwa umefanya jambo kubwa la kusaidia nchi, umeshinda na kuletea heshima taifa lako, na watu wanakufurahia katika
katika kumbi lile walikuwa wanaliita Colosseum kule katika himaya ya Waroma. Sasa lile jengo tuseme ni kama uwanja wa Benjamin Mkapa, alafu wewe umefanya jambo la maana katika nchi kusifiwa. Sasa utapandishwa katika jukwaa na mamilioni ya watu yatakuwa yanakutazama wakati ule. Alafu atafunguliwa mtumwa. Sasa mtumwa atafunguliwa, atakuwa anaambatana na wewe nyuma mpaka wewe utakapokaa katika lile buruji ama katika kiti cha heshima na watu kupigia makofi. Yule mtumwa naye atafunguliwa, atazipanda zile ngazi kwa ukimya mkubwa, jukwaa likiwa limetulia. Alafu yule mtumwa atakuja akiwa amefungwa pingu zake na minyororo yake ya utumwa, atakuja akusogelee karibu, alafu akunongoneze katika sikio, atakwambia maneno kwa maneno yale, memento mori, alafu atakwambia memento humas. Memento mori anakuambia kumbuka kwamba wewe ni binadamu, kumbuka kwamba wewe ni mavumbi. Alafu memento humas kwamba ile memento mori kumbuka kwamba utakufa, memento humas kumbuka kwamba wewe ni binadamu, wewe ni mavumbi. Kwa hivyo maana kwamba umefurahiwa, umeshangiliwa, umepigiwa makofi, umepewa medani, umepewa nishani, una mapurende, umejenga majumba wewe na kumbuka kwamba wewe ni binadamu, memento humas, memento mori, kumbuka kwamba utakufa. Kwa hiyo ni usemi ambao walikuwa wanapigiwa wale watu walioshinda katika vita na walioshinda katika mambo makubwa, ku remain grounded, personal leadership, humility, humbleness, degree of being down to earth, unashuka kabisa kule chini, and then you think. Ndio maana hata katika kile chuo cha Alexandria juu kabisa walikuambia kiko Misri, kilikuwa kinasema know thyself, kwa maana kwamba jitambue, kwa sababu jimudu na ukisha kujimudu ndio utaweza kumudu mambo ya nje. Unasema Joram nazungumza kitu gani? So leadership begins here. It begins here, and how you conduct yourself, you carry yourself, and then na namna ambavyo unaendana na wale wachache waliokuzunguka, ndio baadaye sasa uongozi unakuwa katika jamii. Unasema Joram nazungumza kitu gani? I love you, and because I love you I care. So begin by training your mind, train your soul, guard your soul. Linda sana moyo wako kuliko kitu chochote ambacho ungeweza kukilinda, kwa sababu kule ndio zinatoka chemchem za uzima. If your morality is here, you cannot go beyond the level of your morality. If your leadership level is here, you cannot go beyond your leadership level. Everything rises and falls on leadership. Kwa hivyo, mind you, build your character, build your moral, build your integrity. Seek ye first the kingdom of God, and all other things shall come later. Think ye first, seek ye first morality and character, and all other things shall come later. I love you, and because I love you, I care. God bless you, good people. My name is Joram Kumbi. I love you, and because I love you,